Kristo leo wanaungana na waumini wenzao ulimwenguni kote kusherehekea sikukuu ya Pasaka. Na katika michezo, makocha na manahodha wa timu ya Simba na Stellenbosch wazungumza kuelekea mchezo wao hatua ya nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika unaotarajiwa kupigwa leo visiwani Zanzibar. Naam, habari za asubuhi mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo. Ni matumaini yangu umeamka salama. Karibu kwenye kipindi hiki cha asubuhi njema ambapo tunapata nafasi ya kuweza kujuza taarifa mbalimbali kwa upande wa habari za kitaifa na habari za michezo na burudani. Msomaji wako asubuhi hii ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Waumini wa madhehebu ya Kikristo hapa nchini leo wanaungana na waumini wenzao ulimwenguni kote kusherehekea sikukuu ya Pasaka ambayo ni kumbukumbu ya kufufuka Mwokozi wao Bwana Yesu Kristo yapata miaka 2000 iliyopita. Siku ya Ijumaa Kuu, waumini hao walikumbuka kuteswa, kusubuliwa na hatimaye kuuawa msalabani kwa Mwokozi wao Bwana Yesu Kristo. Kwa mujibu wa mafundisho ya dini ya Kikristo, Yesu Kristo alifufuka siku 3 baadaye na siku hiyo kusherehekea kama sikukuu ya Pasaka. Management na wafanyakazi wa kampuni ya Africa Media Group MGL inawatakia Wakristo wote sikukuu njema ya Pasaka. Naam, Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Seif Shekilage amesema utalii wa tiba una nafasi kubwa ya kuimarisha uhusiano na mshikamano kati ya Tanzania na nchi zingine, hatua ambayo itafungua zaidi milango ya ushirikiano kwenye sekta zingine. Tupate taarifa zaidi. Akipokea ripoti ya kambi ya matibabu iliyofanyika nchini Komoro, Daktari Shekilage amesema Tanzania na Komoro zimekuwa na ushirikiano wa muda mrefu katika nyanja mbalimbali. Hivi karibuni timu ya wataalamu bingwa kutoka hospitali kubwa 5 za Tanzania iliweka kambi ya matibabu nchini Komoro kwa lengo la kuwapa huduma watu wenye uhitaji mkubwa wa matibabu nchini humo. Kilichoenda kufanyika kule ni kambi ya kusaidia, kwa sababu kwa muda ilionekana kwamba kuna wagonjwa wanaotoka Komoro wanakuja Tanzania kutibiwa. Lakini pia kupitia balozi wetu aliyoko kule Mheshimiwa Yakubu, ilionekana alitoa taarifa kwamba kuna uhitaji wa huduma hizi za wananchi wa Komoro kupata huduma ambazo kule hazipo. Daktari Peter Kisengi ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, ambaye ndiye aliyekuwa mkuu wa msafara wa wataalamu hao. Hizi hospitali kubwa zilikwenda Komoro kwa ajili ya kuimarisha tiba utalii kwa nchini mwetu, kwa sababu kama mnavyofahamu serikali yetu kiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza sana kwenye rasilimali watu na vifaa tiba. Kwa hiyo tulikwenda kule katika kuimarisha tiba utalii. Katika swala la tiba utalii na hii delegation ya Watanzania madaktari bingwa tulioongozana nao kwenda Komoro, kubwa jukumu langu lilikuwa moja ni awareness. Mafanikio yoyote ya kempu tulioifanya kwanza yalihitaji uelewa wa jamii. Ripoti hiyo iliwasilishwa sambamba na andiko la pendekezo la maandalizi ya ziara ya ujumbe wa sekta ya afya kutoka Komoro kuja nchini Tanzania. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10. Asante Yakini Mwakatobe. Chama cha Mapinduzi CCM kupitia jumuiya yake ya vijana UVCCM kimepokea wanachama zaidi ya 100 kutoka vyuo mbalimbali ambao wameamua kuacha vyama vyao na kuhamia chama hicho kutokana na kuvutiwa na sera zake na uongozi ulio imara. Tupate taarifa kamili. Akizungumza katika uzinduzi wa kampeni ijulikanayo kama Samia First Time Voters yenye lengo la kuhamasisha wapiga kura wapya kutoka vyuoni na mashuleni, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Vijana UVCCM Joket Mwegelo amewataka vijana kuepuka kutumika katika migogoro inayoweza kuharibu amani ya nchi. Katika kuendelea kulinda heshima ya chama chetu, hapa na wasii vijana wenzangu, tuepuke kutumika kisiasa na kuwa chanzo cha migogoro katika maeneo yetu. Tutumie vyema nafasi zetu kwa kuwa daraja la kuwaunganisha watu,
na kuleta maendeleo pasipo kubaguana. Kwa upande wake, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoani Mbeya, Richard Kasesera, amewaasa vijana kuhakikisha wanapigania viongozi wao kwa kutopokea habari potofu dhidi ya Chama cha Mapinduzi. Kazi yenu kubwa ni kutunza heshima. Kazi yenu kubwa ni kukilinda Chama cha Mapinduzi. Amezungumza Khalid hapa kwamba muwapiganie viongozi wenu. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Emmanuel Chegere. Kikundi cha vijana wanaojulikana kwa jina la TK Movement kilichopo Tabora mjini kimeamua kwa vitendo kuondokana na dhana ya kuendelea kulalamika kuhusu suala la upatikanaji wa ajira na hivyo kuanzisha shamba la kilimo la alizeti baada ya kubaini kuwa kilimo cha zao hilo kinaweza kuwasaidia katika harakati za kupambania ajira. Hata hivyo, serikali kupitia taasisi zake zinazojihusisha na kilimo baada ya kubaini harakati za kundi hilo la vijana ikaamua kuanza kuwasaidia. Moja kati ya taasisi za serikali ni Mamlaka ya Udhibiti Mbolea TFRA kanda ya Magharibi. Pendo Salu anayo taarifa zaidi. Kilimo ni uti wa mgongo na ndio nguzo kuu ya uchumi, lakini pia kinatajwa kuwa suluhisho la changamoto ya ukosefu wa ajira hapa nchini. Vijana hawa wa TK Movement wameamua kutoka mjini na kuja kuwekeza katika kijiji cha Ndeverwa zaidi ya ekari 20 kwenye kilimo cha alizeti, wakiamini hii ndio fursa ya ajira. Ajira ni chache katika serikali yetu, lakini sasa sisi kama vijana lawama zimekuwa nyingi, tunaitupia serikali. Serikali haiwezi kuajiri watu wote. Kwa hiyo tukachungulia fursa kwenye mkoa wetu wa Tabora. Zao la alizeti katika mkoa wetu wa Tabora ni zao ambalo halifanywi sana na watu wengi. Tuka implement mawazo yetu kwa vitendo, tukafanya hivi, na hiki kinachoonekana leo ndio mawazo tuliokuwa nayo, lakini lengo letu sio kuishia hapo. Mamlaka ya Udhibiti Mbolea nchini TFRA imekuwa bega kwa bega na vijana hawa. Mimi tu niombe vijana wengine ambao wanakaa mtaani na kulalamika kwamba hakuna ajira, wawaige vijana wa mkoa wa Tabora, especially hawa TK Movement. Wameonyesha mfano bora wa vijana ambao wamemaliza elimu lakini bado hawajapata ajira rasmi, kwamba kilimo nacho sasa hivi kilimo ni ajira. Kwa hiyo waje washirikiane na taasisi kama za kwetu na wadau wengine ili tuweze kufanikisha masuala bora kama haya, kwa ajili ya kuhakikisha tunakuwa na uzalishaji wenye tija. Kwa hiyo unaweza ukajaribu kuangalia sahani za mimea hii ni kubwa, lakini pia zimejaa punje ndani yake, unaona. Kwa hiyo matumizi ya mbolea yanasaidia kumuonyesha mkulima sio lazima ulime eneo kubwa sana ili upate zaidi. Ile unaweza ukalima eneo dogo kwa kutumia pembejeo za kisasa na ukapata mavuno bora. Serikali ya kijiji cha Ndeverwa iliwapokea vizuri vijana hawa wa TK Movement ambao wanaamini katika kuleta mabadiliko makubwa ya kifikra kwa wana kijiji cha Ndeverwa. Vijana wengi waliopo hapa kijijini hawalijui hili shamba. Ni viongozi tu ndo wachache wameshaliona hili shamba. Nitafanya jitihada ili kuwaleta wajifunze hapa. Lakini vijana wengi wamejenga concept kwamba mali inapatikana mjini na wengi wanakimbilia kutafuta ajira wakati ajira tuko nayo hapa. Kutoka Tabora, mimi ni Pendo Salu, Channel 10. Ya Answari Sunna Tanzania imelaani na kupinga vikali kauli zenye viashiria vya uvunjifu wa amani, utovu wa nidhamu, uchochezi na uvunjifu wa heshima kwa viongozi katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani mwezi Oktoba mwaka huu. Nelson Monema anaripoti. Heshima ni kitu cha muhimu sana, na kauli nzuri ndio Uislamu unakoelekea. Kama huna la kusema basi unyamaze. Kiongozi mkuu wa Answar Sunna Tanzania Sheikh Juma Omari Poli ametoa tamko hilo jijini Dar es Salaam, ambapo amesema jumuiya inaunga mkono juhudi zote za kulinda amani na usalama wa raia na nchi, kwani bila amani watu hawawezi kutafuta riziki, kulima wala kufanya shughuli yoyote ya uzalishaji mali. Jumuiya Answar Sunna Tanzania inaunga mkono juhudi zote zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kuendeleza nchi na kuwahudumia Watanzania katika nyanja mbalimbali. Kwa mfano, uimarishaji wa amani
maji, huduma ya maji wananchi wote tunaiona, huduma ya afya, mabarabara, umeme, kilimo, elimu, na hivi sasa tunaona treni ya kisasa, viwanja vya ndege, bandari, masoko na biashara. Hizi ni juhudi zinazofanywa na serikali hii ya awamu ya 6. Nao viongozi wa jumuiya hiyo kutoka mikoa mbalimbali Tanzania wamekemea vikali matendo yote yenye viashiria vya uvunjifu wa amani na utulivu. Waislamu asili yetu ya salamu, asili yetu ya maamkizi, tunatumia neno assalamu alaikum. Tafsiri ya haya maneno linaonyesha wazi kwamba Uislamu kwanza unaanza kuitambua amani kabla kitu kingine chochote. Mwanadamu anapokosa imani ya dini yake, ni ngumu sana kufundishwa tena itikadi zingine ambazo hazina hofu katika mwanadamu. Kwa hiyo sisi tunavyohubiri dini, tunahubiri hofu ya Mungu ili kurahisisha serikali iweze kuwatawala wale wanadamu na kuweza kuwafundisha. Mshikamano ambao tunatakiwa sisi tukauhubiri, lakini kuwajenga watu wetu, kuhakikisha kwamba tunashikamana kama nchi bila kubagua, bila kujali hawa Waislamu hawa sio Waislamu, lakini kwenda pamoja kwa ajili ya kuelekea uchaguzi tukiwa kama watu wa taifa moja. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Mkuu Wizara ya Kilimo Gerard Mweli amesema serikali imeamua kutumia kilimo kama nyenzo muhimu ya kupunguza umasikini kwa kuhakikisha wakulima wanapata mbegu bora pamoja na taarifa sahihi kutoka kwa maafisa ugani ambao wanatengenezewa mazingira ya kuwepo karibu na wakulima. Raya Kipingo ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza na wananchi wa kata ya Masaika iliyopo wilaya Pangani wakati akikabidhi nyumba ya afisa ugani ikiwa ni ya kwanza kwa mkoa wa Tanga kukamilika, iliyojengwa kwa gharama shilingi milioni 40 ikiwa ni fedha kutoka ruzuku ya serikali kuu, Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Gerard Mweli akabainisha namna serikali inavyoendelea kujali sekta ya kilimo ambayo ni mkombozi kwa wananchi. Serikali hii chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni serikali iliyotokana na wananchi, na siku zote itakuwa na wananchi kutatua matatizo ya wananchi, na nataka niwahakikishie kilimo kitakuwa mkombozi wa kweli wa wananchi na kuwatoa kwenye umaskini, ili utumie muda mchache shambani na upate muda mwingi wa kufanya shughuli nyingine za uzalishaji. Katika hatua nyingine, wilaya ya Pangani imekabidhiwa trekta moja ikiwa ni miongoni mwa matrekta 500 yaliyotolewa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchi nzima kwa ajili ya kuwasaidia wakulima. Lazima tulime vizuri kwa sababu uti wa mgongo wa taifa letu kubwa unategemea kilimo. Mimi nimeanza vizuri, na kadri tunavyoendelea na kilimo kitaimarika na mkulima atajisikia fahari kwamba amethaminiwa katika nchi yake kama zilivyo kada nyingine za uchumi. Katika sehemu kubwa sana kuanzia magari, pikipiki, vishkwambi, lakini pia kwenye nyumba za ugani ambazo wameanza kuzijenga Tanga katika kukumbuka kwa nyumba tatu. Tunashukuru na tunasema tunahitaji zaidi. Mafanikio ya kukamilika kwa mradi huu yamesababishwa na ushirikiano mzuri wa wanajamii na watendaji wa wizara. Lengo la serikali ni kununua matrekta 10,000 ifikapo mwaka 2030 yatakayosambazwa kwenye vituo 1200 katika vijiji mbalimbali na kuwatoza wakulima kwa bei ya ruzuku. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Mkuu wa elimu Zanzibar Maimuna Fadhil Abbas amewataka watumishi wa serikali kubuni miradi midogo ambayo itawezesha kuendesha maisha yao baada ya kustaafu. Masanja Mabula anaarifu zaidi kutoka kisiwani Pemba. Akizungumza kwenye hafla ya kuaga walimu waliostaafu baada ya kumaliza muda wa utumishi serikalini, Maimuna amesema ni vyema watumishi wa serikali kuweka mazingira yatakayowasaidia baada ya kustaafu kazi. Nakopea mshahara, unajua mshahara utatoka mtalipa, lakini tunapostaafu ile pensheni yetu ni amount ndogo sana kwa sisi watendaji wa SMZ. Zaidi tia wafanyakazi wetu hawa tunapata funzo au tunapata mafunzo mbalimbali. Moja ya mafunzo ambayo tunayapata kupitia kwao
Kwanza tunatakiwa sisi tujipambe katika tabia njema kila siku. Nao wastaafu hao wamewaasa watumishi wa sasa wa serikali kuendeleza ushirikiano na ukarimu sehemu za kazi pamoja na kuendelea kutoa huduma bora kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo ni lazima tuwasupport viongozi wetu wote pasi na kujali chochote. Lengo ni kufikia yale majukumu makusudio ya ofisi ya mkaguzi mkuu wa elimu Zanzibar. Naomba ushirikiano huu uzidi ili tuzidi kuendeleza maisha kwa ujumla. Kwa miaka yote watumishi wetu hawa walifanya kazi kwa moyo wa kujituma na uzalendo wa hali ya juu, jambo ambalo utendaji wao ulisaidia ofisi kuyafikia malengo na dira iliyopangwa. Sanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Sanja Mabula. Wafanyabiashara wadogo na wakati mkoani Iringa wamesema wako katika nafasi nzuri zaidi ya kupanua wigo wa biashara wanazofanya kutokana na urahisi wa upatikanaji wa taarifa za fursa na masoko wanazozipata kutoka Benki ya Maendeleo TIB, na hivyo kuitaka taasisi hiyo ya kifedha kusogeza huduma zake mpaka maeneo ya vijijini ambapo kuna shughuli nyingi za kiuchumi. Amesema hayo katika kikao cha semina ya pamoja kati ya wafanyabiashara, Benki ya Maendeleo TIB, SIDO na Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo nchini TCCIA. Clement Sanga anayo undani wa taarifa hii. Taarifa sahihi na upatikanaji wa masoko ya uhakika kwa bidhaa zinazozalishwa nchini kwa muda mwingi imekuwa mwiba mchungu kwa wafanyabiashara na wawekezaji. Hali hii mara kadhaa imeleta mdororo wa mzunguko wa fedha kwa wafanyabiashara, lakini sasa hali ni nzuri. Hawa TIB wametupa semina nzuri, lakini tunaona kabisa ni mwanga gani tunaenda kuona sasa. Serikali imeanza kuwajali wajasiriamali wadogo wadogo na wakati. Tunavyozungumzia milioni kuanzia milioni 100 na kuendelea kwa mjasiriamali, sio hatua ni ndogo, hiyo ni hatua ni kubwa sana. Kwa hiyo tunapenda kumpongeza Mama Samia kwa ile alivyoliona. Hawa ni watu ambao ni wadau wakubwa sana na ambao wanaweza kumsaidia vizuri zaidi mfanyabiashara, na hasa kwa wale ambao wanatafuta masoko na sehemu mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi, na wamejaribu pia kujimwambafai kwa namna ya upana wake kwamba hawako tu Tanzania lakini wako pia Afrika kiujumla, bara la Asia, Amerika. Hofu ya wafanyabiashara wengi ni riba kutokana na fedha wanazozikopa kutoka katika mabenki, na hapa Benki ya Maendeleo TIB inakuja na mwarobaini wa kadhia hiyo. Usijikize tu kwenye ule uzalishaji wa awali, jaribu kujikita kwenye ule uzalishaji unaongeza thamani. Kwa mwisho wa siku utapata faida kubwa, na hizi riba utaziona tu ni riba za kawaida. Je, semina hiyo imekuwa na faida yoyote? Semina hii imekuwa ya mafanikio makubwa. Mafanikio ya semina na mafunzo yoyote unaipima kwanza kwa mwitikio wa watu. Lakini pili, unaangalia michango ambayo watu wanaitoa baada ya mawasilisho ya mada mbalimbali. Sasa tukaona kwamba tushirikiane hizi taasisi tatu katika kuwa na semina hii ya mafunzo, tuwape uwezo, tuwajengee uwezo hawa na viwanda ili waweze kutengeneza biashara ambayo ni shindani na biashara ambayo italeta faida. Naam. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Sanga kwa taarifa hiyo. Na sasa tuangazie kwa upande wa habari za michezo na burudani, ambapo kuelekea mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika leo kati ya Simba SC ya Tanzania na Stellenbosch FC ya Afrika Kusini, makocha na manahodha wa timu zote jana waliotoa kauli zao kuhusu maandalizi ya utayari wa vikosi vyao. Mchezo huu unatarajiwa kupigwa leo majira saa 10:30 jioni kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, na mashabiki wanatazamia burudani ya kiwango cha juu. The pitch is very hard, as gave our players a few problems in terms of getting used to the bounce of the ball, getting used to how the ball runs. Can we play our normal possession football? And of course, just to get used to the climate and get used to everything. But like I said, we are playing at home.
we have an added advantage because we have the fans who are there to push us. We need to play the way we've been playing before, because I believe we haven't lost any game at home. Hiyo basi imeweza kutuhitimishia sehemu yetu ya kwanza ya taarifa yetu ya habari kwenye kipindi hiki cha Asubuhi Njema. Asante, naendelea kuitazama Channel 10.